السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. सहाबा के जिक्र में आज मैं Bismillahirrahmanirrahim. Halifa mtukufu ayyadahullah taala Menaselezina anasema leo nitaeleza kuhusu masaba wawili. Mmoja ni Abu Usaid Malik. Hazrat Malik bin Rabia anajulikana kwa jina la kwa lakabu la Abu Usaid. Wengine wanasema jina lake lilikuwa Bilal bin Rabia. Hadrat Abu Usaid alikuwa si mrefu sana na ndevu yake ilikuwa nyeupe, na katika uzee wake alikuwa kipofu. Katika hijiria 60 wakati wa Hazrat Amir Muawiya katika umri wa miaka 75 alifariki. Alikuwa mtu wa mwisho katika masahaba aliyefariki ambao walishiriki katika vita ya Badri. Hazrat Abu Suaid katika vita Badri na Uhud na katika vita ingine alishiriki pamoja na Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati wa ushindi wa Makka. Alikuwa na bendera ya kabila la Banu Saada. Hazrat Sahal bin Saad anasimulia Abu Said Saadi alimkaribisha Mtume sallallahu alaihi wasallam katika harusi yake. Siku ile alikuwa anamhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam na alikuwa biharusi vile vile, yani alikuwa anaolewa na siku ile ile alikuwa anamhudumia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sahal anasema kwamba yeye alimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam chakula gani. Yeye aliweka tende katika maji na baadaye yeye alimpatia Mtume sallallahu alaihi wasallam maji yake. Wakati fulani watumwa kadhaa walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam. Miongoni mwa hawa mwanamke mmoja alikuwa analia. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamuuliza kwa nini analia. Amesema mimi na mtoto wangu sisi tumeachana kwa sababu mimi nimeuzwa sehemu nyingine na mtoto wangu ameuzwa sehemu nyingine. Mtume sallallahu alaihi wasallam
alipomuita kiongozi basi mtume sasema akajua huyu ni bwana Usaid. Mtume sasema akasema kwa nini umefanya hivi? Akasema kwamba mtoto wake alikuwa malemavu, kwa hiyo mimi nilimuuzia kwa kabila lingine. Mtume sallam akasema we mwenyewe uende na mlete huyu mtoto. Kwa hiyo Abu Usaid akaenda na akamleta yule mtoto, na Mtume sallam akampatia mtoto wa huyu mama. Mwenyezi Mungu alimpatia yule mama mtoto wake. Mtume sallam akasema hata kama yule mtoto ni mlemavu, lakini hatuwezi kumuudhi mama, hata kama yeye ni mfungwa, hata kama ni mtumwa ni nani, hatuwezi kumuudhi mama kwa sababu ya mtoto wake. Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati fulani aliweka mashindano katika farasi na ngamia ya Mtume sallallahu ambaye juu yake alikuwa Hazrat Bilal, ngamia yake alishinda. Hivyo ndiyo Mtume sallallahu alikuwa na farasi katika mashindano ya farasi. Katika farasi ya Mtume sallallahu alikuwa Hazrat Abu Suaid Saadi, na katika mashindano haya ya farasi ya Mtume sallallahu alishinda. Hazrat Sahal anasimulia wakati Abu Usaid radhiyallahu ta'ala anhu alipopata mtoto wake Munzir bin Usaid, yule mtoto aliletwa kwa Mtume sallallahu. Mtume sallallahu akamchukua mtoto. Wakati ule Abu Usaid alikuwa amekaa pale, Mtume sallallahu akaanza kufanya shughuli zingine. Yani Mtume sallallahu alikuwa pale pale, lakini akajishughulisha katika shughuli zingine. Na katika hali baba akamchukua mtoto. Wakati Mtume sallallahu alipomaliza shughuli zake, akauliza mtoto alikuwa amekaa hapa, ameenda wapi? Hata Abu Said akasema, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mimi nimemtuma nyumbani. Mtume sallallahu akasema, umempatia jina gani? Abu Said akasema, mimi nimempatia jina fulani. Mtume sallallahu akasema, hapana, umpatie jina Munsir. Kwa hiyo Mtume sallallahu akampatia huyo mtoto jina Munzir. Wafasiri wanasema Mtume sallallahu alimpatia jina Munzir kwa sababu ya hii kwamba baba mdogo wa Usaid alikuwa anaitwa Munzir, ambaye aliuawa katika Bere Mauna, na kwa sababu ya hii yule mtoto alipewa jina la Munzir ili awe mfuasi mzuri wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Salman bin Yasar anasimulia kabla ya kuuawa kwa Hazrat Usman, Hazrat Usaid alikosa kuona, yani akawa kipofu. Alikuwa akisema, mimi namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba katika maisha ya Mtume sasa nilikuwa nikiona, na mimi nilishuhudia baraka zote. Wakati Mungu alipotaka watu wapate majaribio, basi wakati ule Mungu akanifanyia kuwa kipofu ili mimi siweze kuona matatizo haya ambayo yanapatikana katika zama hizi. Hazrat Usman bin Ubaidullah alikuwa mtumwa wa Hazrat Saad bin Waqas. Yeye anasimulia Ibn Umar, Abu Huraira na Abu Qatada, na nilimwona hawa Abu Usaid pia. hawa wote niliwaona. Hawa wote walikuwa wakipita karibu nasi, na sisi tulikuwa tukisikia harufu nzuri, harufu ya manukato walikuwa wakiwa. Hawa masahaba wote tulikuwa tukisikia wakati walipokuwa wakipita karibu. Haram bin Hakam alikuwa akimteua Usaid kwa ajili ya kukusanya mchango. Abu Usaid Saadi alipokuwa akija baada ya kukusanya mchango, alikuwa akirudi na Abu Usaid alikuja kukusanya mali ya zaka, akagawa mali yote. Alipokwenda nyumbani akalala, akaona katika ndoto
kwamba nyoka moja ameshika shingo lake. Akaamka na akauliza mke wake au mtumishi wake kwamba je, kuna mali yote ya zaka iliyobaki ambayo sikuweza kugawa? Akasema hapana. Abu Usaid akasema kuna sababu gani kwamba nyoka amekuja na ameshika nyoka shingo langu? Basi angalie vizuri, je, kuna kitu chochote kilichobaki? Alipoangalia akakuta kwamba kuna kamba moja ya ngamia iliyobaki. Kwa hiyo Usaid akaenda na akagawa kamba lile pia la ngamia. Hazur anasema kwamba Mwenyezi Mungu kwa kuweka hawa maswahaba katika njia za uchamungu alitaka wao wawe katika sehemu kubwa ya sehemu juu ya uchamungu. Amara bin Ghazia anasimulia kwamba vijana kadhaa walimuuliza Hazrat Usaid kuhusu fadhila na baraka za Mtume SAW. Akasema nilimsikia Mtume SAW akisema katika makabila yote ya kabila ya Ansar ni nyumba za Banu Najjar, kisha ni Banu Ashar, kisha ni Banu Haris bin Khazraj, kisha ni Banu Saada, na katika nyumba zote za Ansar ni khairi na baraka tupu. Hazrat Usaid alikuwa akisema kwamba ikiwa ningekubali kitu kingine badala ya haki, basi mimi ningeanza kutoka katika nyumba za Banu Saada. Hazrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu ameandika kwamba wakati ushindi ulipopatikana katika Maka na Islam ilipoenea, mwanamke moja katika kabila la Kanda alikuwa akiitwa Bintul John au Junia. Ndugu yake Lukman alimjia Mtume sallallahu alaihi wa sallam na alikuja kwake kwa kuwa kiongozi wa taifa lake. Wakati ule yeye akataka kwamba dada yake aolewe na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Kwa yeye akamwomba Mtume sallallahu alaihi wa sallam kwamba yeye amuoe dada yake ambaye aliolewa na mtu mwingine, lakini sasa ni mjane. Yeye ni mwanamke mzuri na ni mwanamke mwenye akili sana. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam amuoe. Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa sababu alikuwa akitaka kukusanya makabila yote, kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali na akasema kwamba ndoa yangu ifungushwe, itangazwe. Akasema ewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndoa ulioweka ni ndogo sana, uongeze. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwamba zaidi ya hii mimi sikuweka mahari ya mwanamke mwingine, mke wangu mwingine yeyote. Kwa hiyo alipokubali ndoa ilitangazwa. Yule mtu mwenyewe alimwomba Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba mtume mtu ili alete mke wako. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Abu Usaid kwa ajili ya kazi hii, aende na alete mke wake. Kwa hiyo akaenda juani akamuita nyumbani kwake. Hazrat Usaid akamwambia kwamba wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wanavaa hijabu, kwa hiyo wewe pia uvae hijabu. Vile vile aliuliza kuhusu mambo kadhaa. Kwa hiyo yeye akamleta Madina na yeye akamweka katika nyumba karibu na miti ya tende pamoja na yule mwanamke mtumishi wake pia alikuja. Hazrat Muslimud anasema katika nyumba zetu pia wakati binti anapoelewa, mtumishi moja mwanamke moja anaenda pamoja naye kwa ajili ya kumsaidia na ili yeye asipate shida yoyote, kwa sababu yule mwanamke ambaye aliolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, ndugu yake mwenyewe alitaka dada yake aolewe na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yule mwanamke alikuwa mashuhuri kwamba ni mzuri sana. Wanawake wanakuwa na shauki ya kuona biharusi, kwa hiyo wanawake wakaja kumuona yule biharusi. Wanawake Madina walikuja kumuona yule mwanamke kwa sababu alikuwa mashuhuri kwamba ni mwanamke mzuri sana mwenye sura nzuri sana.
kwa hiyo yule mwanamke alifundishwa na mwanamke fulani kwamba unatakiwa upate ushindi juu ya mtume saa salam. mtume atakapokuja kwako, basi useme mimi naomba kinga cha Mwenyezi Mungu kutoka kwako. Hivi mtume atakupenda zaidi ukisema hivi. Muslimu anasema ikiwa yule mwanamke hakusema hivi kwa upande wake, labda mke wa mnafiki alimfundisha aseme hivi. Wakati yule mwanamke alipokwenda nyumba yake ambapo yeye alikuwa nakaa, katika historia imeandikwa kwamba mtume saa salam alipokuja kwake, mtume saa salam akamwambia unipatie nafsi yako. Akasema kwamba je, malikia anaweza kupatia nafsi yake kwa watu wa kawaida? Abu Usaid anasema mtume sallallahu alaihi wasallam kwa wazo hili kwamba labda kwa sababu ya siku ya kwanza anaogopa, kwa mtume sallallahu akaweka mkono wake juu yake. Mtume sallallahu mara alipoweka mkono wake juu yake, yeye akasema maneno haya kwamba mimi naomba kinga cha Mwenyezi Mungu kutoka kwako. Muslimu anasema kwa sababu nabii kwa kusikia jina la Mwenyezi Mungu anapata haufu yake. Kwa sababu ya kauli yake hii, yule mwanamke mtume sasa akasema mara moja kwamba wewe umeomba msaada wa Mwenyezi Mungu ambaye ni mlinzi, kwa hiyo mimi naomba ombi lako. Kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam mara wakati ule akatoka nje na akasema, ewe Abu Usaid, umpatie shuka 2 na umpeleke huyu mwanamke katika familia yake. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia shuka 2 sawa na amri ya Mwenyezi Mungu, yani msisahau kufanya ihsani sawa na amri hii ya Mwenyezi Mungu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimpatia shuka 2 yule mwanamke. Hazrat Muslim anasema amri hii ni kuhusu wale wanawake ambao wanapewa talaka kabla ya kuingiliana. Yule mwanamke aliporudi nyumbani kwake, watu wake wakamlaumu. Yule mwanamke akasema kwamba hii ni bahati yangu mbaya kwamba mimi nimesema maneno haya. Baadhi wakataka sema mimi nilipotezwa na niliambiwa mtume atakapokuja kwako uende usimpatie ruhusa, hivi utapata ushindi juu yake. Hatujui ilitokea nini, lakini alipoonyesha chuki yake mtume sasema alimwacha peke yake. Hazuru anasema wale watu wanaoleta shutuma dhidi ya mtume sallam kwamba alikuwa akipenda wake wengi na alikuwa akipenda wanawake wazuri, kutoka katika tukio hili shutuma hii inarudishwa na jibu lake linapatikana kwamba mtume sallam alikuwa si mtu wa aina hii. Hazrat Usaid alikuwa akisema wakati wote mtume sallam alipoombwa yeye lazima alimpatie yule mtu na hakukataa. Sahaba mwingine ni Hazrat Abdullah bin Abdullah Asad. Jina lake lilikuwa Abdullah na lakabu ilikuwa Abu Salama. Mama yake alikuwa Barra bin Abdul Muttalib. Alikuwa shemeji wa mtume sallam. Hazrat Salama alikuwa katika ndoa yake. Hazrat Bashira Masab katika Sir Khataman Nabiin ameandika kwamba alikuwa katika kabila la Banu Makhzum. Wakati alipofariki mtume sallam alimoa mke wake. Alisilimu wakati wa mwanzo.
wakati watu 10 waliposilimu baada yake Hazrat Abdullah alisilimu, yani alikuwa mwanzo wa Islamu. Hazrat Ubaida bin Haris, Abu Salama, Hazrat Arkam bin Arkam na Hazrat Usman bin Maz'un, hawa wote walimjia Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Mtume sasema akawahubiri na akawasomea Qur'an tukufu, na kwa sababu mahubiri ya Mtume wakasilimu na wakatoa ushahidi kwamba Mtume sallam ameleta mwongozo. Hazrat Abdullah bin Abdul Asad pamoja na mke wake Salama alienda Habsha, na baada ya kurudi kutoka Habsha wote wawili walihamia Madina. Tukio la kuhama kwake huko Habsha katika Sirat Khataman Nabiyin imeandikwa hivi kwamba Waislamu walipoteswa sana na Makuresh walipozidi katika kuwa usumbufu katika kuwasumbua Waislamu. Mtume sallam aliwaambia Waislamu wao wahamie Habsha, na akasema mfalme wa Habsha ni mwadilifu, kwa hiyo kule hamtadhulumiwa. Habsha katika lugha ya Kiingereza ni Ethiopia au Abyssinia, ni katika Afrika, ni upande wa kusini wa Arabuni. Wakati ule katika Habsha ilikuwa utawala wa Ukristo na mfalme alikuwa akiitwa Najashi. Habsha ilikuwa ikifanya biashara pamoja na Arab. Mirza Bashir anasema wakati ule makao makuu ilikuwa karibu na mji wa Adwa ambayo inaitwa Aksum. Najashi wakati ule alikuwa akiitwa Asmaha, na alikuwa mtu mfalme mwadilifu sana. Wakati Waislamu walipopata mateso sana, wakati ule Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwaambia maswahaba kwamba wale ambao wanaweza kuhama basi wahame upande wa Habsha. Kwa sababu ya kauli hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, wanawake kadhaa na wanaume kadhaa walihama ni hawa: Usman bin Affan na mke wake Ruqayya binti Rasul sallallahu alaihi wasallam, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin al-Awam, Abu Huzaifa bin Utba, Usman bin Mazun, Mus'ab bin Umair, Abu Salama bin Abu Asad na mke wake Salama. Hawa ni watu ambao walihama mwanzoni. Miongoni wa hawa walikuwa wale ambao walikuwa katika makabila yenye nguvu, na kitu hiki kinaonyesha kwamba watu ambao walikuwa katika makabila tajiri wao pia walipata mateso sana kutoka kwa makafiri. Kitu cha pili ni kwamba wakati ule watumwa walikuwa katika hali ya aina hii kwamba walikuwa hawaruhusiwi kuhama. Wakati hawa walipofika Shuaiba, ilikuwa bandari wa Arabu. Wakati ule fadhila za Mwenyezi Mungu ilipatikana hivi kwamba wakapata meli ilikuwa tayari kuondoka. Kwa hiyo wote wakapanda katika meli na kwa meli ikaondoka. Watu wa Quraysh walipojua kwamba hawa wamehama wakapata hasira sana kwamba wao kwa nini wamehama, yani walitaka wasihame. Kwa hiyo wao wakawafuata, lakini walipofika bandarini wakaona kwamba meli imeshaondoka. Kwa hiyo hawakuweza kufaulu katika njama yao. Waislamu walipohamia Habsha walipata maisha ya usalama na amani. Ibn Ishaq anasema wakati Abu Salama baada ya kurudi kutoka Habsha alipoomba ulinzi kutoka kwa Abu Talib, kutoka katika Bani Maksum watu kadhaa walimjia Abu Talib wakasema kwamba
wewe umeweka nephew yako katika ulinzi wako, kwa nini umempatia ulinzi Abu Salama? Akasema huyu ni mpwa wangu, ikiwa mimi nisingempatia mpwa huyu ulinzi, huyu mpwa wangu, mimi nisingempatia ulinzi nephew yangu. Hazrat Hamza akasema kwamba mnakuja mara kwa mara na mnamsumbua baba mdogo, ni vizuri kwamba msifanye hivi, pengine sisi tutapambana. Abu Lahab alisema hivi. Abu Lahab wakasema kwamba kitu ambacho hupendi wewe sisi pia hatupendi. Yani wao waliafiki pamoja na Abu Lahab wakati aliposema kwamba msisumbue huyu baba mdogo. Abu Lahab alikuwa rafiki wa kabila lile, kwa hiyo wao wakajizuia kumsumbua Abu Talib. Na wao waliacha kuwasumbua. Ibn Ishaq anasema Ummul Mu'minin Hazrat Salama radhiyallahu ta'ala anha anasimulia, wakati mume wangu aliponuia aende Madina akatayarisha ngamia yake, ni akanipandisha mimi na mtoto wangu katika ngamia, kisha tukaondoka. Tulipokwenda mbele, watu wa Banu Maksum wakatuzuia, wakasema Abu Salama, huyu ni binti yetu, sisi hatuta kuruhusu kwamba uondoke na uende kumsumbua mji hadi mji. Kwa hiyo anasema wao hawakuniruhusu mimi niende pamoja na mume wangu. Watu wakasema kwamba huyu mtoto ni mtoto wa Abu Salama, sisi hatuta kuruhusu kwamba ubaki naye. Kwa hiyo wao wakachukua mtoto na mimi nikabaki peke yangu, yani binti akakaa kwa kabila lake na mtoto alichukuliwa na kabila la mume wake. Na anasema mimi nilibaki peke yangu. Anasema niliendelea kukaa mwaka mzima katika hali hii. Kila siku nilikuwa nikienda sehemu ya Abta na nilikuwa likilia. Siku moja mtu mmoja katika familia yangu akaniona mimi nalia kule, kwa hiyo akaona rehema juu yangu, akasema waendea Banu Mughira na akasema, kwa nini mnamsumbua huyu mwanamke? Kwa nini umemchukua mtoto wangu na mume wake? Ni vizuri muache. Kwa hiyo wao wakaniruhusu niende kwa mume wangu. Hazrat Umm Salama anasema baada ya siku ile Bani Asad wakanirudishia mtoto wangu na nikatayarisha ngamia, na pamoja na mtoto wangu nikapanda juu ya ngamia. Nilipokwenda Madina hakuna mtu yeyote ambaye alikuwa pamoja nami. Nilipofika katika sehemu ya Tanaim, kule nilikutana na Usman bin Talha. Wakati ule alikuwa si Muislamu, na yeye akasema, ewe Umm Salama, unaenda wapi? Nikasema mimi namwendea mume wangu huko Madina. Hazrat Usman akamuuliza kwamba je, pamoja nawe kuna mtu mwingine yeyote kwa kulinda? Akasema wallahi hakuna mtu yeyote ambaye anaenda mimi pamoja nami, bali ni huyu mtoto wangu na Mungu wangu pamoja nami. Akasema Usman, mimi sitakuruhusu aende peke yangu katika hali hii, lazima mimi nitaenda pamoja nawe. Kwa yeye akashika kamba na ngamia yangu. Hazrat Umm Salama anasema wallahi katika watu wa Arabu mimi sikuweza kumuona mtu mwenye heshima zaidi ya huyu. Tulipokuwa tukisimama njiani, yeye alikuwa akikalisha ngamia na mwenyewe alikuwa akienda kando,
nilipokuwa nikishuka katika ngamia alikuwa akiweka vifaa ya ngamia pembeni na mwenyewe alikuwa akilala pembeni, na wakati wa kuondoka alikuwa akitayarisha ngamia. Nilikuwa nikipanda tena juu ya ngamia, tena alikuwa akishika kamba na alikuwa akienda mbele. Hivi tulifika Madina. Hazrat Usman bin Abu Talha alipoona kabila la Banu Auf akasema, ewe Umme Salama, mume wako anakaa hapa, wewe uingie pale uende kule. Kisha baadaye Hazrat Usman alirudi Makka mwaka wa pili wa hijiria. Wakati Mtume sasema alipotoka kwa ajili ya ghazwa Ushera, wakati ule alimteua Abu Salama kuwa kiongozi kule Madina, kuwa amiri kule Madina. Kuhusu vita hii Hazrat Mirza Bashir Ahmad anasema kwamba kutoka kwa Quraysh wa Makka taarifa ilipatikana, na Mtume sallam pamoja na watu kadhaa alitoka kutoka Madina, na nyuma yake aliacha Abu Salama kwa kuwa amiri wa Madina. Mtume sallam katika vita hii alifika mpaka mji wa Ushara, ingawa hakupambana na makafiri, lakini Mtume sallam alifanya mapatano na kabila la kule, kisha baadaye akarudi Madina. Alifanya maelewano na Banu Zamra, na maelewano yalikuwa haya kwamba wale hawatasaidia makafiri. Wakati Waislamu watakapotaka msaada wao watakuja kusaidia. Na upande wa Waislamu Mtume sallam alisema kwamba Waislamu watajenga urafiki na Banu Zamra, na wakati wao wakihitaji msaada wetu sisi tutawasaidia. Na wote wawili, viongozi wote wawili walitia sahihi juu ya maelewano haya na mapatano haya. Katika Sirat Khataman Nabiyyin imeandikwa kwamba katika vita ya Uhud shida waliopata Waislamu, kwa sababu ya hii makafiri walipata ushujaa sana, ujasiri sana, na ilikuwa haijapita muda mwingi baada ya vita hii ya Uhud katika hijiria 4 Mtume sasema alipata taarifa hii katika Madina kwamba Tulaiha bin Khuwailid na ndugu yake Salama bin Khuwailid, hawa wote wanachochea watu wao dhidi ya Mtume sallam ili wapigane na Mtume sallam. Mtume sallam alipopata taarifa hii, Mtume sallam alikuwa akielewa vizuri habari za aina hii. Kwa hiyo Mtume sallam akatayarisha masahaba 150. Abu Salama bin Abul Asad aliteua kuwa amiri juu ya watu hawa, na alimsihi kwamba wao wafike haraka sana kabla wale maadui wafanye njama yao au wafaulu katika njama yao, mufike haraka sana kule. Hawa walienda mpaka Katan, lakini kule vita haikutokea. Watu wa Banu Asad kwa kuona Waislamu wakatawanyika. Waislamu wakakaa siku kadhaa, kisha baadaye wakarudi. Kwa sababu ya usumbufu wa safari hii, majeraha alipata Abu Salama, majeraha yale yaliharibika, na kwa sababu ya maradhi hii sahaba huyu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam alifariki. Maiti yake alioshwa na chemchem kisiwa Al-Abir. Baadaye ilipewa jina Al-Yasira, na Abu Salama alizikwa katika Madina. Hazrat Abu Salama alipofariki, Mtume sasema alifunga macho yake, na baada ya kufariki kwake alifanya dua hii: e Mola wangu, umghofirie Abu Salama
na umweke pamoja na watu waliongoka. Wewe mwenyewe uwe mlinzi wa watu wake. E Mola wangu, umghofirie na umsamehe. Riwaya moja ni hivi kwamba wakati alipokuwa karibu kufa Abu Salama, yeye alifanya dua, e Mola wangu, ufanye kiongozi mzuri wa familia yangu. Dua yake ilikubaliwa. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Hadrat Salama aliyekuwa mke wake. Mtoto wa Abu Salama anasema Abu Salama alimjia Umme Salama na akasema, nilimsikia Mtume sallallahu alaihi wasallam hadithi hii, na hadithi hii mimi napenda kuliko vitu kadhaa. Mtume sasema alisema, mtu akipata shida yeye aseme inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kwa kusema hii aseme kwamba e Mola wangu, mimi naomba sababu kutoka kwako kwa sababu ya matatizo haya. Basi katika hali hii Mungu atamsaidia. Hazrat Umme Salama anasema, wakati Abu Salama alipouawa nilifanya dua hii. Wakati ule nilikuwa sipende dua hii kwa sababu nilikuwa naona kwamba Abu Salama alikuwa mzuri, yani alikuwa na sifa nyingi sana. Kwa hiyo sikutaka kufanya dua hii, lakini kwa kuwa na hali yote niliendelea kusema dua hii. Wakati alipomaliza eda yake kutoka kwa Mtume sallam, ndoa, ujumbe wa ndoa ukafika. Kwa hiyo yeye akaolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Sahib za Bashir Ahmad anaeleza kuhusu ndoa hii kwamba mwaka ule yani Hijria 4 katika mwezi wa Shawwal, Mtume sallallahu alaihi wasallam alimuoa Hazrat Umme Salama. Umme Salama alikuwa katika familia yenye heshima ya Quraysh, na zamani alikuwa mke wa Abu Salama aliyekuwa sahaba wa zamani wa Mtume sallam, sahaba wa mwanzo wa Mtume sallam. Na mwaka ule alifariki, yani eda yake ilipopita sawa na mafundisho ya Islam. Mtume sallam alimuoa. Eda yake ilipopita wakati ule Mtume sallam alimuoa. Eda yake ilipopita Abubakar akataka kumuoa, lakini Hazrat Umme Salama akakataa. Mtume sallam baadaye mwenyewe akataka kumuoa. Sababu yake ilikuwa hii kwamba Umme Salama alikuwa na sifa chungu mzima. Vile vile alikuwa mjane wa sahaba mzuri, vile vile alikuwa na watoto. Kwa hiyo ilikuwa muhimu kwamba mpango ufanywe ili yeye asipate matatizo. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akijali sana familia ya Abu Salama. Kwa hiyo Mtume sallallahu akatuma ujumbe wa kumoa Umme Salama. Mwanzoni Umme Salama akasema kwamba sasa mimi nimekuwa mzee sana na mimi siwezi kuzaa mtoto, lakini Mtume sallallahu alikuwa na mpango mwingine. Kwa hiyo yeye akakubali kuolewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Umme Salama alikuwa mwanamke mwenye heshima sana, alikuwa mwenye hekima na ufahamu sana. Alikuwa miongoni mwa wale watu ambao walihamia Habisha kwa amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Umme Salama aliweza kusoma, kwa hiyo alifanya kazi ya malezi. Riwaya nyingi imesumuliwa na Hazrat Umme Salama. Kwa yeye alikuwa na cheo kikubwa sana katika maswahaba. Hazur anasema hii ilikuwa kuhusu habari ya maswahaba wa Mtume sallam. Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya maswahaba hawa, na Mungu atujalie sisi pia tuweze kufanya vitendo walivyowahi kufanya katika maisha yao.
zur anasema kwamba sasa mimi nitaeleza kuhusu watu kadhaa ambao waliofariki na nitaswalisha jeneza yao baada ya swala. Ya kwanza ni Raja Nasir Ahmad Sahab Nasir ambaye alikuwa mbashiri. Aliwahi kuwa Nazir Islah Urshad Markazi ya tarehe 6 ya Julai asubuhi saa 5 katika umri wa miaka 80 katika Tahir Heart Institute alifariki. Na lillahi wa inna ilaihi rajiun. Alikuwa mgonjwa kwa miaka mingi, tangu miezi mitatu, kwa sababu ya brain hemorrhage. Alikuwa mgonjwa sana. 1938 alizaliwa katika Sargodha. Baadaye alienda Lahore na akaanza kufanya kazi katika idara, na 1958 akatoa wakfu maisha yake na akapata digrii ya shahid. Raja Ghulam Ahmad Saad ambaye ni baba yake, yeye alijiunga na jumuiya, alifanya bayat kwa mkono wa Hadrat Halifa wa pili. Baadaye aliwaingiza wazazi wake na ndugu zake katika jamaat. Baba wa Raja Nasir alikuwa na hamu kwamba mtoto mmoja atoe wakfu maisha yake. Kwa kutimiza matamanio baba yake, alitoa wakfu maisha yake na akajaza fomu ya wakfu na akapeleka form hii ya wakfu kwa kaka yake, na akasema utie sahihi juu ya hii. Lakini kaka yake akasema ufikirie tena, kwa sababu kazi hii ni ngumu sana. Lakini yeye akasema mimi nimeshafikiria, nimeshaamua, kwa hiyo utie sahihi. Kwa hiyo yeye akatoa wakfu maisha yake. Baadaye akajiunga na Jamia Ahmadiyya, na baada ya kuhitimu masomo ya Jamia Ahmadiyya akaanza kuitumikia jamaat. Alipata nafasi ya kuitumikia jumuiya miaka 47 katika Pakistan. Jamaat mbalimbali alitoa huduma zake. Wakati Bangladesh na Pakistan ilikuwa nchi moja wakati ule, katika Bangladesh pia aliwahi kuwa mbashiri. Katika Uganda pia aliwahi kuwa mbashiri. Katika Zaire, Indonesia, miaka 2 alifundisha katika Jamia Ahmadiyya. Kisha baadaye katika Sadr Anjuman Ahmadiyya aliwahi kuwa naib nazir. Baadaye miaka 10 alikuwa nazir Islah Urshad Markazia. Miaka 2 alikuwa additional nazir Ishtanata. Kisha miaka 2 alikuwa additional nazir Inshaat. Mke wake alifariki katika uhai wake. Ana watoto 3. Raja Muhammad anaishi hapa. Raja Talmanani Mbashiri katika Wakalat Tasni Rafwa. Raja Muhammad Akbar pia anaishi hapa katika Uingereza. Marehemu alikuwa mtu wa kumtegemea Mwenyezi Mungu na alikuwa mtu wa kufanya dua sana. Mtoto wake anasema alikuwa katika Bangladesh kule, nyumba ikashika moto na nyumba za watu wengine zikaungua, na moto ulipofika karibu na nyumba za wanajumuiya akafanya dua, Mola wangu utuokoe katika moto. Kwa hiyo moto ule haukuweza kuunguza na kuchoma nyumba za wanajumuiya kwa sababu ya maombi yake. Wakati alipokuwa katika Uganda, hali ya nchi iliharibika kwa sababu ya vita, lakini kwa kuwa na hali hii, yeye alikuwa akitoka nje kwa ajili ya mahubiri. Kuna tukio la wakati ule, alikuwa akienda asubuhi na jioni alikuwa akirudi. Mtu mmoja kutoka katika Jamaat Islami akaja na akasema mimi nina gari moja ununue. Akasema bei yake ni $1,400, na
patana 1150 na wakati ule hali ya jumuiya ilikuwa si aina hii kwamba anunue gari, wala Raja Saheb pia alikuwa hana uwezo wa kununua gari, lakini akasema sawa, nitanunua gari. Kwa hiyo akaanza kufanya dua, Mola wangu ufanye mpango wa fedha ili niweze kununua gari hii. Alifanya dua hii kwa sababu ya kufanya mahubiri kwa kutumia gari ile. Anasema kwamba nilipewa siku kadhaa ya kulipa fedha. Siku moja anasema nikafungua sunduku na barua ilikuja kutoka kwa shemeji yake. Aliandika, nimeona katika ndoto kwamba wewe unahitaji $1150. Mimi sijui kwa nini unahitaji fedha hii, lakini mimi nakutumia fedha hii. Kwa hivyo pamoja na barua hii ilikuwa cheki ya 1150. Hivyo ndivyo kuna matukio mengi sana ya kupokelewa kwa maombi. Alikuwa na shauku sana ya kusoma Qur'an. Mtoto wake anasema kwamba baba alikuwa akipenda sana kusoma Qur'ani tukufu, hata ardhini, baharini na huko angani. Alipokuwa akikaa katika ndege kule pia alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Alikuwa akikaa katika meli kule pia alikuwa akisoma Qur'ani tukufu. Kwa hiyo alikuwa na shauku sana ya kusoma Qur'an. Mtoto wake ambaye ni Bashiri anayetumikia katika ofisi ya Wakalat Tasnim aitwaye Raja Ataul Mannan, yeye anasema baba alitupatia nasaha mbili. Ya kwanza ni hii kwamba msifanye shirk, na ya pili ni hii, katika kila hali muendelee kuungana na uhalifa. Na yeye mwenyewe pia alikuwa na sifa hizi. Alikuwa akimheshimu mama yake kiasi hiki kwamba dada yake anasema alikuwa mtiifu wa mama kiasi hiki kwamba alikuwa akimuita mara kwa mara, lakini kila mara alikuwa akiitikia, na yeye alikuwa hakuchoka hata kama mama anamuita mara ngapi. Mke wa mtoto wako anasema mke wa mtoto wake anasema kwamba mimi nilipata heshima sana katika nyumba hii. Raja Saheb alimwambia mama yangu kwamba binti yako atasahau nyumba ya wazazi, na yeye mama yangu alisema namna gani anaweza kusahau wazazi, lakini baadaye ilitokea kwamba yeye alitupatia mapenzi ya wazazi. Na anasema mimi nilimkuta marehemu alikuwa mpenzi wa Mwenyezi Mungu na mpenzi wa mtume na mpenzi wa ukhalifa na mpenzi wa Qur'ani tukufu, na mimi nilimkuta yeye alikuwa mtu mwenye ufahamu sana na hekima sana. Anasema alikuwa na sifa hii pia kwamba kila mwezi alikuwa akisoma Qur'ani tukufu kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Jamaa zake pia wameandika kwamba sisi tumemshuhudia kwamba Mungu alikuwa akitimiza mahitaji yake na alikuwa akipokea maombi yake. Alikuwa mbashiri mwenye kupata ufaulu. Alikuwa amejenga mahusiano mazuri na uhalifa. Kuhusu yeye tunaweza kusema kwamba yeye alikuwa akifuata uhalifa kama mshipa unafuata harakati za moyo. Wakati mimi nilipokuwa Nadhiriala, wakati ule mimi nilimkuta alikuwa mtifu hali ya juu, na alikuwa akinitii kwa sababu mimi nilikuwa mwakilishi wa halifa wakati ule. Kwa hiyo alikuwa mtu mwenye mfano mzuri, na watu wa aina hii hawaonekani sana duniani. Mwenyezi Mungu amghofirie, aiweke roho yake mahala pema, na Mungu awajalie watoto wake waweze kuendelea na mema yake. Alikuwa na mtu mwenye sifa sana. Alikuwa akiwasaidia watu wanyonge, na alikuwa akiwasaidia wabashiri, na alikuwa akitimiza mahitaji yao.
wabashiri wengi wameniandikia kwamba yeye alikuwa akitusaidia. Kuna jeneza ya pili ni ya mashahidi wawili ambao hawakuuawa kwa sababu ya jamaat, lakini wajambazi walikuja katika duka lao na hawa majambazi wakachukua mali yao na wakapiga risasi. mmoja ni Mubin Ahmed na mwingine ni Muhammad Zafrullah Saheb. Tarehe 7 ya Julai 2018 takriban saa 9 katika eneo la Karachi majambazi wakapiga risasi. Wanajumuia 3 walipigwa risasi na hawa majambazi. Mubina Masahib na Zafrullah Sahib wakauawa. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Hawa walikuwa na duka la electronic. Kwa sababu walikataa kuwapatia fedha na mali yao, kwa hiyo majambazi wakapiga risasi. Mubina Masahib mtoto wa Mahbuba Masahib, katika familia yao jumuiya ilipatikana kwa kupitia babu yao Chaudhry Alada Sahib ambaye 1940 alijiunga na jumuiya kwa kumpitia kaka yake. Alipojiunga na jumuiya watoto wake wakawa wapinzani na wakamtenga nyumbani na wakatenga vyombo vyake na sehemu ya kulala. Babu yake alikuwa mpinzani wa jumuiya na alikuwa mfuasi wa Ataullah Shah Bukhari. Ataullah Shah Bukhari alimuita Qaid Azam Kafiri Azam, na wakati ule babu yake alimwacha huyu Ataullah Shah Bukhari. Wakati Pakistan na India ilipopatikana na wanajumuiya walihamia Lahore, Pakistan, wakati ule aliona bishara za Sinam alayhi salatu wasalam zimetimia. Kwa hiyo yeye akaanza kuelekea kwenye jumuiya. Baadaye familia hii ilihamia Nawab Shah. Hazrat Muslimud alienda kutembelea Sindh. Babu wa shahid marehemu alipomwona halifa wa pili katika stesheni, alipoona sura ya halifa wa pili akasema hii si sura ya mwongo, kwa hiyo akafanya bayat. Bana Mubina Masaba alikuwa mwanafunzi wa BA. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 20. Bana Mubina alikuwa na hulka njema, mtu mpole. Mubina Masaba alikuwa akiswali sala 5 na alikuwa akiwatendea watu familia kwa upole. Shahid marehemu alikuwa akishiriki katika kazi ya jamaat. Alikuwa akiacha shughuli zake kwa ajili ya shughuli za jumuiya. Shahid marehemu alifanya wasia na nategemea wasia yake itakubaliwa. Alikuwa amejenga urafiki na watu wa mtaa wake. Watu wote wamemsifu sana. Na Muhammad Zafrullah ambaye ameuawa katika hii alikuwa shemeji yake. Ameacha baba na mama na dada Mubina Mahbub, Kinza Mahbub na ndugu Amin Ahmad ambaye umri wake ni miaka 13. Shahid wa pili ni Muhammad Zafrullah Saheb, mtoto wa Liaquat Ali Saheb. Katika tukio hili alipigwa risasi 3. Kwa sababu ya hii figo iliathirika. Operation ilifanywa na operation ilienda vizuri, lakini baadaye yeye hali yake iliharibika sana, kwa hiyo akafariki. Jumuiya ilifika nyumbani kwake kwa kumpitia babu yake Imam Din. Alikuwa akifanya kazi katika shamba la Abdul Aziz, alikuwa sahaba wa Sayyidina Islam. Pamoja
naye alienda Qadian, na kule baada ya kukutana na Sayyidina Alah salam akafanya bayat. Muhammad Zafrullah alizaliwa 1993. Alizaliwa katika Karachi na alikuwa mtu mwenye tabasamu sana, bashasha sana. Marehemu alikuwa akishiriki katika shughuli za jumuiya. Alikuwa akifanya kazi katika idara ya Khudamul Ahmadiyya. Kwa fadhila za Mwenyezi Mungu, marehemu alikuwa musi. Wakati wa kuuawa umri wake ulikuwa miaka 25. Nyuma yake ameacha baba Liaquat na mama Nasira Begum na ndugu watano: Wajahat Ahmad, Mansur Ahmad, Mustansar Ahmad, Shida Ahmad, Muhammad Nasrullah. Hawa ni ndugu ambao ameacha huyu marehemu nyuma yake. Hafidh Nasrullah Sahib ambaye alipata majeraha katika tukio hili, yeye ameshafanyiwa operesheni, bado anatibiwa hospitalini. Mwenyezi Mungu amjalie afya na siha njema, na Mwenyezi Mungu aendelee kupandisha madaraja ya hawa, na Mungu awapatie subira watu wa familia ya hawa wote. Amin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.